Ya serikali tuna matumizi makubwa sana ya mafuta. Magari ni mengi, safari zetu ni nyingi, niwaombe sana tuanze kupunguza matumizi ya mafuta. Tunaanza kupunguza matumizi ya mafuta. Nami naanza na ofisini kwangu. Ninapotembea, maafisa wote, wakubwa wote na magari yao nyuma wananifuata. Kuanzia sasa ninapokwenda kokote, wote nitawaingiza kwenye kibasi kimoja. Msafara utakuwa escort yangu, ya polisi na yangu na gari ya akiba nyuma. Wanaobakia wote nawaingiza kwenye kibasi kukata matumizi ya mafuta. Kwa hiyo ninaomba na nyinyi katika maeneo yenu tukate matumizi ya mafuta. Lakini kwa sababu nazungumza hapa na wananchi wananiona, kaniongee na wananchi kwamba upandaji wa bei ya mafuta mara zote unakwenda na upandaji wa bei za bidhaa. Sasa kwanza niongee na wafanyabiashara kwamba kwa zile bidhaa ambazo tumezinunua muda mrefu na ziko maghalani, basi tuangalie jinsi ya kuadjust bei na isitumike fursa hii ya kupanda kwa mafuta na kuweka bei za bidhaa kubwa kuliko zinavyopaswa kuwa. Lakini wananchi pia, kuna bidhaa ambazo zinaingia kipindi hiki ambazo zimekumbana na msukosuko huu, bidhaa zitapanda bei. Niongee na wananchi kwamba haya si mambo ambayo serikali imesababisha. Ni mambo ambayo yana ulimwengu mzima, na hapa kwetu nilianza kutaja bei za mafuta kwa nchi mbalimbali. Hapa kwetu Tanzania bei ziko chini. Siachi kuzungumza mambo yanavyoendelea duniani na athari zake kwa nchi yetu. Nilidokeza kidogo siku ya msiba, lakini ile haikuwa siku ya kuzungumza makubwa sana ya haya. Lakini leo naomba nitumie fursa hii tena nizungumze kidogo kuhusu hali ile. Hali tumeiona. Imeleta athari kwa ulimwengu mzima. Wiki iliyopita hapa nilikuwa naangalia narushiwa bei za mafuta kwa nchi mbalimbali ulimwenguni. Nikaona Europe bei zilivyopanda. Ni euro 6,000 kwa lita moja. Marekani dola 8,000 kwa lita moja. Ukija huku kwetu Afrika mambo yako juu. Kuna nchi ambazo tayari zimeshawapa watu wao ruhusa kufanya kazi majumbani, kusiwe na movement za magari kwenda maofisini na kurudi. Lakini kuna nchi ambazo kwa kiasi kikubwa zimepunguza matumizi ya mafuta na wana upungufu wa mafuta. Leo tumeamka na neno la faraja. Neno la faraja kwamba angalau pale Humuzi sasa ukiongea nao vizuri wale jamaa, vimeli vinapita, kwa hiyo inatupa hope kwamba meli itapita. Na kwa ile kuruhusu tumeli za awali za Ufaransa, za Japani, za wapi, kidogo nimeona bei ya mafuta imeshuka kidogo. Sasa hii inatupa matumaini, lakini vivo hatumjui yule jamaa naye anavyoamka ndio dunia inavyocheza hivyo. Kwa hiyo nimesema niligusie kwamba tuna hiyo crisis.